Nikusalimie rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kunisikiliza. Mungu ametupa neema. Leo tuna topic inasema unapoota ndoto mbwa anakung'ata au unashangaa anakuuma au ni mbwa ambaye unamfuga au usiyemjua anafanya hivyo. Haya ni mambo matatu kiroho na kimwili unayotakiwa kuchukua hatua. Kumbuka maisha ya mwanadamu asipojua ishara ya vitu ndotoni ni maisha ya mwanadamu ambaye anaweza kupotea. Kumbuka Mungu anapotumia mbwa kwenye ulimwengu wa roho anawakilisha kati ya hivi vitu vitatu. Moja ni rafiki yako wa karibu au ndugu yako wa karibu. Mbili, anaweza kuwa ni mtu mwenye msaada mkubwa kwenye maisha yako. Lakini tatu, anaweza kuwa ni adui wa karibu yako. Sasa ukiona mbwa anakung'ata, ina maana huyo sio rafiki au sio mtu anayetaka kusaidia, bali ni mtu ambaye ni wa karibu yako, ni mwanafamilia, ni rafiki yako au ni mtu wa karibu yako, lakini anakufanyia mambo yasiyompendeza Mungu au mambo mabaya kwenye maisha yako. Kwanza, ukiona mbwa anakung'ata kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, jua utapata ugonjwa hatari au deadly diseases. Kama usipoweza kupata neema ya Mungu, ina maana ule ugonjwa unaweza kukupeleka pabaya. Lakini kwa jina la Yesu naamini huo ugonjwa hautokuua. Simama na Mungu, kubali kupambana na hayo mamlaka ya giza kwenye maisha yako. Lakini cha pili, Mungu anakuonesha kwamba utatokea usaliti kutoka kwa rafiki yako wa karibu au ndugu yako wa karibu. Tegemea ni mtu wa karibu. Kumbuka unapokuwa labda ni mbwa wako umemfuga na anakung'ata, jua moja kwa moja yule mtu ambaye ni wa karibu yako anaweza kuwa ni mume wako, mke wako, watoto wako, familia yako au ndugu zako, mama mkwe, baba mkwe au mtu wako wa karibu. Ina maana ataleta hali ya hatari kwenye maisha yako. Ina maana atakusaliti. Kwa hiyo uwe tayari kujiandaa kwa ajili ya usaliti kutoka kwa mtu wa karibu. Lakini tatu ni upinzani au critic kutoka kwa watu ambao ni wa karibu yako. Ina maana upinzani utaanza kutokea kwenye maisha yako. Labda watakupinga kwenye masuala ya ndoa, watakupinga kwenye masuala ya mahusiano, watakupinga kwenye masuala ya biashara, watakupinga kwenye masuala ya huduma. Yaani watakuwa ni watu ambao wanaenda kinyume na kila chochote unachotaka kukifanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo unachotakiwa ni kusimama ili kuvunja hiyo roho ya mbwa. Ina maana kujitenga na hayo mamlaka za giza, lakini pia kumwambia Mungu afichue wale watu na ili uweze kujitenga na hayo mamlaka za giza. Kumbuka ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6:14 mpaka 18, neno la Mungu linasema kwamba kuna uhusiano gani kati ya nuru na giza. Lakini pia Mungu alikuja kutupa moto duniani, ina maana ili kuleta mafarakano, maana hakuna adui wa mtu ni wa nyumbani kwake. Soma Mathayo sura ile ya 10 mstari wa 34 mpaka 39. Lakini pia soma kile kitabu kitakatifu cha Luka sura ya 12 mstari wa 49 mpaka 53. Utagundua haya nayo yasema na uweze kujikinga na hao marafiki wanafiki. Nawapenda. In Jesus name, shalom.